Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Mimi naitwa mchungaji Sema Kulibana, mchungaji wa kanisa la Revelation Assemblies of God lililoko Tabata Kisukuru Majichopi, maarufu tunapatikana kwa kituo cha ningependa nikombe dakika chache tu sikio lako usikilize maneno machache ninayo nataka kushare. Neno la Mungu linasema katika kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 mstari sura ya 21 mpaka mstari wa 23. Nitasoma tuone namna ambavyo Biblia inasema. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 mstari wa 21 hadi mstari wa 23. Biblia inasema hivi: yeye aliye na amri zangu na akuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye anapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Tukiacha tu huo mstari wa kwanza ambao ni Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 21, Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo sura ile ya 2 ya 3 hadi ya 5 inaendelea kuelezea kuhusu imani bila matendo. Hapa Biblia inasema kwa wazi, huyo mstari wa 21, Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 21, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Huyo ni Yesu Kristo akiwa anazungumza na makutano, akiwa anazungumza na wanafunzi. Tuchukue wakati huu kwamba Yesu Kristo anazungumza na makutano, na mimi leo ni fursa hii ambayo Mungu amenipatia niweze kuzungumza na wewe. Sijui uko wapi, popote ulipo unaposikia, yeye atakaye shika amri za Mungu, huyo ndiye ambaye atakayependa. Ina maana hapo tunaona neno imani. Hakuna mtu ambaye atakayeamini Mungu bila imani. Hakuna mtu ambaye atakayeamini alafu na hicho kitu anachokiamini asikishike. Ina maana yawezekana kwamba unaamini kwamba amri zipo za Mungu, ukule, usile, usizini, upende Mungu kama Mungu mwenyewe na kadhalika na kadhalika, lakini hizo amri zako katika imani ulionayo hujazishika. Kuzishika kwa maana ya kwamba uepuke na chochote kitakachokufanya kwamba kitendo na kwamba utatenda dhambi. Na maana ukitenda dhambi, Biblia imeshaongea kwamba huwezi ukapendwa hata kidogo. Lakini tunapodhihirisha kusema ya kwamba imani bila matendo imekufa, ni kwamba huyo mtu ameshika hizo amri, na amezijua, ameziamini, alafu ameziweka moyoni. Biblia inasema katika hicho kitabu cha Yohana, nikiwa naendelea kufafanua lile kusudi au maana ya kwamba imani bila matendo imekufa. Kumbuke hapo wale nimekukumbusha kwamba kitabu cha Yakobo chote tunapokisoma tukianzia labda sura ile ya 2, ya 3 mpaka ya 5, unaendelea kuona ya kwamba imani bila matendo imekufa. Imani bila matendo imekufa. Yesu Kristo akawaambia, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Ina maana ukiwa na amri za Mungu unampenda Yesu ambaye ametuokoa kwenye msalaba. Naye anipendaye atapendwa na Baba. Kumbe imani bila matendo imekufa. Inamaanisha yale matendo ya imani analeta matunda. Matunda ya kwanza ni kwamba umeshika amri, lakini pamezaliwa neno kupendwa. Unampenda Yesu Kristo, na yanampenda Yesu Kristo, Mungu anampenda, anapendwa na Baba yake. Naendelea kusema hapa, anapendwa na Baba yangu, nami nitampenda pia. Lakini pia matunda mengine ambayo anadhihirika, Yesu Kristo atajidhihirisha ndani ya maisha ya huyo mtu ambaye
ana amri za Mungu na amezishika, ziko ndani mwake, ambapo tunapoambatanisha na kitabu hicho ambacho sijajua kwa nini labda ni Mungu amependa kiendelee kuwa ni kama wimbo kwenye mdomo wangu mwezi huu na mwaka huu: nendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema kwa kila kiumbe, atakayeamini na kubatizwa huyo ataokolewa. Biblia inasema katika ile kitabu cha Marko sura ile ya 16 mstari wa 15 hadi mstari wa 20, na ishara hizi zitaambatana na hawa, lakini pia hao ambao watakayemwamini, ambao wataitwa watumishi wake, wakiwekea mikono kwenye wagonjwa, wagonjwa hao watapona, wagonjwa watapokea uponyaji, mapepo atatoroka, wachawi watakoma ubishi. Mengi ambayo Mungu atakayeruhusu, ambayo ni ya kumvika heshima na utukufu, atafanyika kwa wale ambao wana imani. Kwa maana ya kwamba kitenzi cha kuweza kuamua kuwa mtumishi wa Mungu katika wito ulionao au katika ile sauti unayoisikia, hiyo ni imani ambayo unaamini ya kwamba Mungu yupo, Mungu amekuumba, Mungu ndiye baba yako, amemtoa Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, lakini pia umeokoka, na baada ya kuokoka umependa endelee kumtumikia Mungu. Hiyo ni imani ambayo inaendelea kuwa na matendo, alafu Mungu anaendelea kudhihirisha matunda ya matendo ulionayo, ya imani ulionayo. Lakini nikitoka kwa mtu ambaye anaitwa kwamba ameokolewa na Yesu Kristo, ningelipenda nizungumze sana kwa wewe ambaye inawezekana una tatizo, inawezekana kuna mahitaji ulionayo, inawezekana una changamoto ulizonazo. Alafu inawezekana pia huenda uliwahi kuomba maombi, ukaombewa, ukaona Mungu anatenda. Huenda hujaombewa, bali uliwahi kufika hata wanapoomba, sio kwenye simu, kwenye radio, kwenye TV, ukaenda kusema ambapo wachungaji wanatoa maombi. Inawezekana ni yule ambaye anamwomba Mungu, lakini unaona Mungu anajidhihirisha ndani ya maisha yako. Hayo yote nataka nikuhakikishie ya kwamba ni ya muda. Hayo yote ni ya muda. Kwa sababu Biblia inasema alipowaagiza wanafunzi, ambao katika mstari ule wa 17 na 18 unadhihirisha kwamba hawakuwa na mashaka na Yesu Kristo alichowaagiza. Walitoka na kuondoka na kuanza kufanya kazi zao. Na Biblia inasema zaidi ya kwamba yani Yesu Kristo alianza na aliendelea kujidhihirisha kwa sababu walitii, waliamini na kutii na kuanza kutendea kazi kile ambacho wameambiwa. Ambapo ukumbuke kwamba mwanzoni nasema watakaoamini na kubatizwa au wataokolewa. Kumbe mtu ambaye hajaamini Yesu Kristo kuna sehemu alipo. Na tukumbuke ya kwamba kuna wakati unatangaza kwamba ndege imepata matatizo, imeanguka. Ndege inapopata matatizo ikianguka, kuna wakati bahati mbaya hakuna anayeokolewa, lakini kuna bahati nzuri, labda tuseme kwa mfano huo, ya kwamba wanapotangaza ndio 2 watatu ndio waweza kuokolewa maisha yao. Kumbe tunaposikia neno hilo la wokovu ya kwamba watakayemwamini Yesu Kristo ataokolewa, imaanisha kwamba yule mtu ambaye bado hajamwamini Yesu Kristo kuna sehemu alipo ambayo yuko anateswa wakati huu. Kuna wakati ambapo kuna nyakati ambazo walizonazo, nyakati ambazo zinadhihirisha kwamba yeye yuko katika hayuko anaangamia kwa sababu anaookolewa anatolewa katika kuangamia. Sasa ndugu yangu, inawezekana uliombewa, inawezekana ulifunguliwa, inawezekana ulipokea kitu kikubwa sana ambacho Mungu alikifanya, lakini bado hujachukua maamuzi ya kumpokea Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako. Nataka nikuhakikishie kwa mujibu wa Biblia takatifu, bado uko mbali na mapenzi ya Mungu, bali uko mbali sana, kwa sababu wazishikae amri za Mungu ndio ambao wanaitwa wapendwa wa Baba Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Sasa nipende kukushauri siku ya leo, unaposikia sauti hii, inawezekana kuna sauti nyingine ambayo mbali na hii itakayoongea nawe ndani mwako, ya kwamba ni vema uweze kupiga magoti, ya kwamba ni vema uweze kutafuta namna ya kwamba uweze kumpokea Yesu Kristo, kwa sababu kile ulichokipokea baada ya kwamba wachungaji, maaskofu wamekuwekea mikono, mpaka sasa hivi kinahitaji ya kwamba uweze kumkaribia Yesu Kristo ili kiendelee kuleta matunda ndani mwako, kwa sababu usipompokea Yesu Kristo yote ni. Inawezekana wakati wa kusikiliza mahubiri haya, neno hili fupi, ukasikia sauti ikiwa inaongea na wewe. Ndugu yangu, tunamhitaji Yesu Kristo. Tunahitaji mwokozi Yesu Kristo ambaye ndiye aliyekubali kuweza kwa msalaba, lakini pia binasema alikufa na kufufuka. Usipende kwenda kuomba maombi tu. Usipende tu kutangatanga kushoto kulia ukitafuta miujiza ya Mungu. Tangatanga ukitafuta sauti ya Mungu inakwambiaje kumhusu. Ndugu yangu, Mungu anatenda, Mungu anafanya.
Inawezekana kama hujaokoka uliwahi kupata muujiza wa Mungu, usiuchezee sana. Ilikuwa ni ishara ya kuonyesha kwamba Mungu yupo na Mungu anatenda. Ilikuwa ni ishara ya kuonyesha kwamba Mungu yupo na Mungu anaweza kudhihirisha ndani ya maisha yako. Lakini baada ya hapo ni lazima, ni amri aliyoitoa Yesu Kristo. Na baada ya hapo katika hicho kitabu cha Marko alianza kudhihirisha. Ndugu yangu, unaposikia wanapohubiria, sio kwamba wamejituma, ni agizo kubwa sana kwa Yesu Kristo. Baada ya kazi zake ndani ya dunia hii aliliachilia kwa wanafunzi. Na siku ya leo wanafunzi naanzia kwako wewe, kwa sababu kila kiumbe, kila aliyeumba ambao ni mwanadamu, ni binadamu, hajaumba tu tutembea hapa tukavue samaki, tukafuge mifugo, tukalime, tukafanyeje, tukashughulike na mambo ya IT technology. Cha kwanza, agizo la kwanza ambalo inabidi mwanadamu aweze kulikalili na kulijua na kwamba ameumbwa ili amtumikie Mungu. Pumuzi za kwako unazozipumua na za kwangu hazina gharama ndani ya dunia hii. Siku moja unaweza ukaumwa, ukaenda hospitali, unapokosa pumuzi zikikatika, maisha ya binadamu ameishia hapo hapo. Lakini huyo Mungu aliyetuumba kila siku anatuhudumia, tunapoamka tunaendelea kupumua. Ukumbuke kwamba hizo pumuzi zina gharama kubwa sana hospitali, lakini Mungu amezitoa kwa zawadi tu bure. Ila kumbuka kwamba ni vyema kumtumikia. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 unasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, yangu dunia imejawa na mengi sana, lakini katika hayo yote Yesu Kristo alijitoa ili katika mazingira yote ambayo tunaweza kukutana ndani ya dunia hii tuwe na mtawala ambaye yeye hashindi. Tukimwita, chochote ambacho tunachofikiri kwamba kwetu kinaweza kuwa kigumu, kiwezekani, kinawezekana. Kwa imani aliyokuwa Elisha, naye alimwomba Mungu wa Yesu wake aweze kuwapiga upofu, na ni kweli Mungu alifanya. Kwa imani ambayo imani tunazungumzia ambayo haina matendo, imekufa, Elia aliweza kukaa katikati ya wachami 50. Hakuwa na hofu. Wakati wake ulipofika akajenga madhabahu yake, aliweza kumwita Mungu na Mungu alifanya. Lakini kumbuka ya kwamba katika wote walioweza kukutana na Yesu Kristo, alikuwa akiwaambia, nendeni mkatangaze matendo yangu makuu ninayowatendea. Na waliotendewa usinyamaze kimya, bali amuka katika usingizi, ukatangaza habari njema ambazo Mungu anatenda, ambazo Yesu Kristo anatenda ndani ya maisha yako. Mungu wa mbinguni azidi kukuinua. Nipende kukaribisha kanisani kama ambavyo nimetanguliza kuambia. Mimi naitwa Simon Kimana, mchungaji wa kanisa la Revelation Service of God. Tuko hapa Tabata Msukuru Bajitungi, maarufu kwa Mama Adam, ambapo tunamtukuza Mungu. Tunazo ibada za katikati ambapo ni ibada ya neno la Mungu na maombi na maombezi. Pia tunaona Mungu akitukuka ndani ya maisha ya wengi. Tunaona Mungu akiwa anafungua watu wengi. Lakini pia tuna kipindi cha watoto cha Jumamosi saa 10 hadi saa 11:30, na ibada kuu ambayo inaanza na maombi ya saa 2:30, tukiwa tunamwomba Mungu tumshukuru kwa vyote, kwa sababu inasema tumshukuru kwa kila jambo. Siku ya kwanza imeanza, tumeona ya pili, ya tatu, ya 5 hadi ya 7, na Mungu alikumba katika siku 6 na siku ya 7 akapumzika. Na sisi tunakutana, tunakusanyika kwa ajili ya kumwabudu, kwa ajili ya kumsifu. Tuna vipengele ambavyo vinaongoza ibada yetu. Baada ya maombi ya saa 2:30, sasa tunaanza ibada kuu ambapo tunamwabudu Mungu. Tunamwona Mungu akishuka na kitenda. Lakini pia tuna kipengele cha kumsifu Mungu. Watu tunamsifu Mungu kwa pamoja. Tunamsifu kabisa, tunamuona Mungu kama wale wana wa Asaf. Na baada ya hapo pia tunatembelewa na waimbaji mbalimbali binafsi ambao wanapewa nafasi zao za kuweza kumtukuza Mungu katika ule wito walionao na kila ambacho Mungu ameendelea kuweza kuwa nacho. Na hatimaye pia tunamaliza ibada yetu tukiwa tunapokea shuhuda nyingi za watu wengi ambao Mungu anawagusa. Nipende kumshukuru Mungu kama utakuwa mmoja wapo. Inawezekana ukiwa kwenye distance, inawezekana ukawa muumini wa kwetu, lakini hauna uwezo wa kuweza kufika kwetu kwa mbali na kanisa letu. Lakini nipende kusikia siku moja ukiwa unatupigia kwa namba yetu ya simu ambayo ni 0777 mara 37 968
967. Nitarudia 0777968997. Inawezekana ukawa unasikia au unaona video hii au sauti hii ukiwa mbali, unajiuliza niweze kuwafikiaje watumishi wa Mungu. Hiyo namba pia inapatikana kwa namba ya WhatsApp ambao kwa kodi ya Tanzania ni jumuisho 255777968997. Nitarudia kujumuisha 255777968997. Naomba Mungu wa mbinguni akakuguse, Mungu wa mbinguni akakuhudumia pendavyo na atakavyo, na hatimaye azidi kukuinua na kukulinda. Tuonane siku moja hapa kanisani, nitapata kushukuru. Mungu wa mbinguni akubariki. Asante.